DW. Habari za Afrika. Dakar. Marekani inatathmini mustakabali wa operesheni zake za kukabiliana na ugaidi katika eneo la Sahel. Hatua hiyo inafuatia tangazo la serikali ya Niger kuwa inasitisha ushirikiano wake wa kijeshi wa miaka mingi na Washington baada ya ziara ya maafisa wakuu wa Marekani nchini humo. Eneo hilo limekuwa likisumbuliwa na makundi ya wapiganaji walio na itikadi kali wanaohusishwa kuwa na mahusiano na makundi ya Al-Qaeda na lile linalojiita dola la Kiislamu IS. Mjumbe mkuu wa Marekani Molly P alirejea katika mji mkuu wa Niger, Niamey, wiki hii kukutana na viongozi waandamizi wa serikali, akiambatana na mkuu wa kamandi ya jeshi la Marekani Afrika, Jenerali Michael Langley. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema siku ya Jumapili kupitia mtandao wa X kwamba mazungumzo yalikuwa ya uwazi na kwamba inawasiliana na viongozi wa kijeshi. Haikuwa wazi ikiwa Marekani bado inayo nafasi yoyote ya kufikia makubaliano ya kusalia nchini humo. Goma. Mapigano yamezuka tena kati ya vikosi vya serikali na waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Askari 8 wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa wamejeruhiwa kwenye mapigano hayo. Mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo, Bintu Keita, amesema askari mmoja amejeruhiwa vibaya sana katika shambulio la mjini Sake lililotokea siku ya Jumamosi. Mji huo wa kimkakati upo kilomita 20 magharibi mwa Goma, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Watu walioshuhudia wamesema mapigano yalizuka tena katika eneo hilo siku ya Jumamosi, na kufikia mchana wa jana Jumapili hali ya utulivu ilikuwa imerejea katika mji huo. Chanzo kimoja cha usalama kimeeleza kwa shirika la habari la AFP kwamba askari wa Umoja wa Mataifa walijeruhiwa wakati mabomu mawili ya waasi wa M23 yalipoanguka kwenye kambi yao katika wilaya ya Mubambiro mjini Sake. Juba. Sudan Kusini imeamuru kufungwa shule zote kuanzia leo, ikiwa ni hatua ya tahadhari kutokana na joto kali linalotarajiwa kudumu kwa wiki 2. Wizara za afya na elimu zimetoa ushauri kwa wakazi kuwabakisha watoto wao nyumbani kwa sababu viwango vya joto vinatarajiwa kufikia nyuzi 45. Serikali imesema shule yoyote itakayokiuka agizo hilo na kuendelea kufungua wakati wa kipindi cha tahadhari itafutiwa usajili wake. Hata hivyo, tahadhari hiyo iliyotolewa usiku wa kuamkia Jumapili haikufafanua ni kwa muda gani shule zitafungwa. Sudan Kusini, taifa changa zaidi barani Afrika, linakabiliwa na hatari ya athari ya mabadiliko ya tabia nchi na mawimbi ya joto, lakini ni nadra kwa viwango vya joto nchini humo kupita nyuzi 40 katika vipimo vya Celsius. Cairo. Umoja wa Ulaya umetangaza msaada wa dola bilioni 8 kwa ajili ya Misri, wakati ambapo wasiwasi unaongezeka juu ya wakimbizi. Matatizo ya kiuchumi ya nchi hiyo pamoja na vita katika nchi jirani vinaweza kusababisha idadi kubwa ya wakimbizi kuja barani Ulaya. Msaada huo ambao umeshutumiwa na watetezi wa haki za binadamu umetiwa saini mjini Cairo baina ya Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi na Rais wa Halmashauri ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen. Rais huyo wa Misri amesifu uhusiano mzuri kati ya nchi yake na Umoja wa Ulaya. Mapatano hayo yaliyofikiwa yanajumuisha msaada na mikopo kwa nchi hiyo ya Afrika Kaskazini. Lagos. Rais wa Nigeria Bola Tinubu hapo jana Jumapili alitoa rambirambi kwa wanajeshi 16 waliouawa kwenye ujumbe wa upatanishi wa jamii mbili zinazopigana kusini mwa nchi hiyo. Rais huyo ameahidi kuwachukulia hatua za kisheria wahusika wa mauaji hayo. Wanajeshi hao walikuwa wakikabiliana na machafuko kati ya jamii mbili za Okuama na Okoloba katika jimbo lenye utajiri wa mafuta la kusini la Delta. Tinubu alieleza kwamba jeshi limepewa mamlaka kamili ya kumfikisha mahakamani mtu yoyote atakayebainika kuhusika na uhalifu huo. Na huo ndio mwisho wa habari za Afrika.